Swali lenyewe, nini hukumu ya mtu anayeswali wakati wa kusujudu halafu nguo yake ya juu ikawa na suruali yake ikawa wazi na suruali yake mpaka mgongo wote unaonekana? Nini hukumu yake mtu anayeswali? Yanakusudia suruali yake na ile shati yake imepanda mpaka mgongo unaonekana. Hiyo swali la kwanza. La pili, nini hukumu gani mtu anayeswali katika kikao cha tahiyatu akawa anajikagua kucha au anakuwa anajikuna maeneo ya mwili au anakuwa bize na maeneo mengine katika kile kikao cha tahiyatu au sehemu nyingine yote ya swala? Haya ndio maswali ya mwenzetu aliuliza kipindi cha nyuma huko, tulikosa nafasi ya kuyajibu. Swali la kwanza akisema swala la kufunuka nguo, ambayo masala ya fiqhi tunasema inkishaful aura fi salah, kufunuka utupu wakati mtu anaswali, nini hukumu yake? Ambayo hii kwa leo inadhihirika sana, ambayo na mimi mwenyewe nishawahi kushuhudia si mara moja, kwamba unaswali nyuma ya mtu kwa kuwa amevaa shati na suruali au amevaa t-shirt na suruali, ile sehemu yake ya kiuno kujia mgongoni na sehemu kidogo ya makalio huonekana wakati anaposujudu. Maana nyingine nguo inapanda juu, ile fulana inapanda juu. Sasa hii inaitwa inkishaful aura fi salah, kufunuka utupu katika swala. Na kabla hatujaenda mbele zaidi, tuzungumzie nini utupu wa mwanaume katika swala. Tunaambiwa utupu wa mwanaume katika swala ni mabaina surati wa rukba, ni kati ya kitovu na magoti mawili, baina kitovu na magoti mawili. Sasa anatakiwa kwenye swala asitiri sehemu kama hizi. Kitovu ukiangalia kipo juu ya kiuno. Kwa hiyo wanaingia wanaoswali na hizi shati au fulana, aweke umakini anaporukua, wanaposujudu, ajitahidi kuikava vizuri ile fulana yake. Akiwa tu yeye yuko busy na ile swala, mara nyingine huko inafunuka, ule utupu unakuwa uko wazi, kwa sababu kitovu kiko juu kidogo ya kiuno, na makalio pia yako ndani ya magoti mawili. Kwenye swala utakiwi kuyadhihirisha. Sasa hukumu yake ikiwa imetokezea imefunuka, inatakiwa ustiri hapo. Imetokezea katika swala mtu imefunuka ile nguo yake, kiungo ambacho hakitakiwi kuonekana wakati wa swali kikadhihirika, inatakiwa ufanyeje? Inatakiwa ufunike hapo, wantustara halan, kwamba istiriwe hapo. Kwa wale wanaoswali na kanzu, alhamdulillah, kwa hawana shaka. Lakini wenzetu wanaoswali kwa fulana au shati, mara nyingine anapoinama inafunuka. Kwa hiyo awe makini, asije ikawa swala yake mwisho wa salamu inamrudia kumlaani, kwa maana ya kwamba ameswali uchi, ameswali utupu. Hii ni hukumu ya kisheria na wala sio. Ukiwa hujastiri pale swala yako inabatilika. Kwa mfano ndio hujajua kwamba ule utupu wako pale uko wazi au vipi, unaswali na mtu mwingine anashindwa kukuzindua wakati uko ndani ya swala. Ikiwa umemaliza swala hakuna hata mtu aliyokutanabaisha, swala yako sahihi, kwa sababu hukujua kama utupu wako umefunuka. Lakini mentality unataka ujue kwamba unaposwali na shati na suruali huo una umakini. Hata ukisema kwamba shati langu refu, lakini unarejea kwenye kuinama linajivuta, linashuka chini. Kwa hiyo una umakini wa kuweka sawa wakati una sujudu. Ikiwa mtu ameona hilo
alafu hakumwambia ile ambaye tutakuwa na tukio kama hilo, dhima anabeba yeye ambaye anaona, kwa sababu ile atakuwa ajui swala yake itakubalika, na akijuzwa tu ajijue swala yake inda ilmi bikishafi auratihi batalat swala. Pale tu kujulishwa akajua kwamba bwana utupu wako ulikuwa uko wazi wakati unaswali, swala yake batili, manaka irudie swala yake batil, anatakiwa airudie. Hivi ndio masala hivyo. Kwa hiyo tujichungezeni sana wale zetu tunaovaa trouser hizi na shati katika kuswali, ikifunuka ule utupu haujastiriwa hapo kwa hapo, basi swala yako inakuwa batil. Ukiwa umeswali na kanzu, wewe uko safe side, lakini kwamba lazima ajue. Saa nyingine hajui, akiwa ajui la hukumu alayhi, lakini kajushwa, ana yule mtu aliona pia wajibu wake kumjulisha, kwa sababu anajua kwa sababu zile swala haijasihi, kwa sababu sehemu hii ya makalio kujia juu mgongoni ilikuwa iko wazi, kila anaposujudu inafunuka, kila anaposujudu inafunuka. Sasa lazima umwambie ndugu yako kwamba swala yako bwana batili, kwa sababu ulikuwa unafunuka utupu wako. Unsur akhaka zaliman au madhuluman, nusuru ndugu yako anaidhulumu au yeye anadhulumiwa. Kwa hiyo hapo utakuwa nusuru katika huu ubaya unaomkuta yeye, kwamba ameswali alafu swala inahesabika hakuna kitu, kwa sababu ya kuaja timiza masharti. Hiyo swala ya kwanza. Kile la pili, naye kuna tabia watu tukiswali mara tunashughulika, kuna ndevu, kuweka sawa shati, vifungo, na wengine wanakuwa wanashughulika namna hiyo. Hawa swala zao zinakuwa uchache wa malipo, swala zao zinakuwa uchache wa malipo, kwa sababu zimekosa nini? Khushu'. Lakini hazihukumiwi kwamba zimebatilika, hazihukumiwi kwamba zimebatilika, zinakuwa uchache nini? Uchache wa thawab, kwa sababu nini? Imekosekana khushu'. Kwa sababu swala lazima iwe na khushu', alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika swala yao nini? Wana khushui, hawa ndio wamefaulu. Lakini kama hamna khushui, manake mara unaweza kuna ndevu, mara siweze kifungo sawa sawa, mara urekebishe shati, mara kadha kadha, hiyo inakuwa ni shida zaidi. Kwa hiyo haisilihi aidha kwenye tahiyatu au kwenye sehemu nyingine yoyote, haisilihi kufanya hivyo. Jitahidi uconcentrate swala yako, na ikitokezea dharura ya kutumia mkono wako, kiungo chako, basi tumia kwa step, kwa itaonyesha huko katika swala una khushu'. Na kama labda ikitokezea ndio umewashwa shingo, labda huna budi ndio inasababu kukera kukutoa katika ile khushu' yenyewe, na kutoa kutoka na mwasho ule, basi inabidi unyanyue mkono wako kwa njia ya khushu', maana utauleta mara moja pa, kisha utakuna kwa utaratibu, kisha utarudisha. Lakini isiwe kila mara huku unasoma, mara umenyanyua hivi, mara umeweka sawa ndevu, mara huku unaswali, swala yako inakuwa naqis, kwa sababu hamna khushu'. Na baadhi ya ulama wamesema haipokelewi kabisa, kwa sababu umeidhiriu. Ndio pale unapomaliza naye nasema rabbi mdharau mtu kama alivyo nidharau mimi.